Shalom, shalom mtu wa Mungu unanisikiliza. Nikukaribishe katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu. Channel hii inatuletea vipindi mbalimbali vya neno la Mungu na mafundisho na kukupa namna ya kushinda katika ulimwengu wa kiroho. Na nichukue fursa hii, bado tunaendelea na masomo yetu mazuri ya kujua ulimwengu wa roho na namna kutoka katika vita vya kiroho unavyopitia. Siku ya leo nafundisha, kuna masomo mengi yako hapo nyuma, unaweza kaangalia vita vya rohoni, ushindi dhidi ya maadui, anga lako la kiroho, malango yako ya kiroho. Lakini leo magonjwa katika ulimwengu wa roho. Lakini leo nafundisha kufuta alama za kichawi. Kufuta alama za kichawi. Tunaendelea na somo hili la kufuta alama za kichawi katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa kiroho. Watu wengi kama unavyoona, kuna alama za barabarani. Kama unavyoona, kuna alama za barabarani. Kama unavyoona, kuna alama za ishara mbalimbali. Kama kuna bonde, kama kuna mlima, kuna alama mbalimbali. Ndivyo zipo alama za kiroho za kichawi. Kama ni mara yako ya kwanza tunapoanza somo letu hili kuingia kwenye channel yetu hii, ni kuombe pale ulipo, naomba usubscribe channel hii. Nenda kwenye simu yako hapo ulipo, kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hayo maandishi, itakuja alama kengele, bonyeza. Utakuwa ni mtu ambaye tunapotuma vipindi vyetu, utakuwa ni mtu wa kwanza unaopokea vipindi vyetu na masomo yajayo. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Pia unaweza kwenda kwenye komenti baada ya mwisho wa somo hili. Sikiliza paka mwisho. Nenda kwenye komenti, weka komenti yako hapo chini na ubarikiwe sana katika jina la Yesu aliye hai. Na pia unaweza ukalike video hii, share kwa watu mbalimbali, watu wajue, maana watu wamezidiwa, wanafungwa na adui katika ulimwengu wa roho. Nafundisha alama za kichawi katika ulimwengu wa roho. Wachawi wana alama zao katika ulimwengu wa kiroho. Na mtu yoyote ambaye ni mchawi, kuna alama za aina kuu mbili za kichawi. Kuna alama za kwanza za kichawi wanazopiga watu wachawi. Kuna alama ambazo wanazopiga watu wachawi katika ulimwengu wa roho. Wamekufuatilia sana, baada ya kukufuatilia kwamba wanatakiwa ufe, watakiwa uangamie, watakiwa uteketee. Sasa ili yule mchawi, ili wewe uendelee kuuawa au uendelee kuharibiwa maisha yako, huyu mchawi ili aendelee kukumiliki au aendelee kukutawala au aendelee kuharibu maisha yako, huwa wanajua siri. Kwa mfano, wamekufuatilia kwenye hilo eneo au kijiji, wanajua ni mtu tu anakuja lakini anaondoka, au ni mtu tu anafanya biashara anaondoka, au ni mtu ambaye amekuja kwenye chuo kusoma au elimu kusoma, baada ya muda ataondoka. Amekuja huku kutoa mali, baada ya muda ataondoka. Amekuja kuleta mzigo au ni dereva, baada ya muda ataondoka. Amekuja kufanya biashara, baada ya muda ataondoka. Wanapokuroga, akitaka kukuua, kuharibu maisha yako, huwa anakupiga alama katika ulimwengu wa roho. Akikupiga alama ya kwanza ya mchawi, wanakupiga alama. Wanaweza kukupiga alama mgongoni, wanaweza kukupiga alama
mgongoni, au wanaweza kukupiga alama kwenye uso katika ulimwengu wa roho, au akakupiga alama kwenye mikono katika ulimwengu wa roho. Kwa unashangaa uko maeneo fulani unashambuliwa sana na wachawi, unaondoka unasema labda niko Dar es Salaam, acha nikimbie Mbeya. Unaenda Mbeya, ukifika tu pale Mbeya, ulikuwa Dar es Salaam ukaenda Mbeya, ukifika tu Mbeya unashangaa wachawi wa Mbeya wote wanaanza kukufuatilia. Nini kinafanya waanze kukufuatilia upya? Unatembea una alama yao, unatembea una alama zao katika ulimwengu wa kiroho. Unatembea una alama zao za kichawi katika ulimwengu wa roho. Unasema nimekimbia Mbeya, huyu mchana niroga sana Mbeya, acha niende Mwanza. Unafika Mwanza, unashangaa wanakufuatilia tena kwa sababu una alama zao. Kwa ili kuna alama za aina kuu mbili za kichawi. Kuna alama ya kwanza wanayompiga mtu katika ulimwengu wa roho. Alama ya kwanza wanaompiga mtu katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 15. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 15. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 15. Maandiko yanasema, Bwana Kaini alipomkosea Mungu baada ya kumuua ndugu yake Habili. Kaini alipomkosea Mungu baada ya kumuua ndugu yake Habili, maandiko yanasema Mungu akampiga chapa Kaini, akamwekea alama Kaini. Angalia hapa Mwanzo sura ya 4 mstari wa 14 mpaka 15. Tazama umefukiza leo katika uso, tazama nimekufukuza leo katika uso ardhi. Nitastirika mbali na uso wako, nami nitakuwa nawe, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na makao duniani. Hata itakuwa anionaye ataniua. Mstari wa 15, Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama. Kaini akapigwa alama katika ulimwengu wa roho kwamba huyu hatakiwi kuuawa. Wanakupiga alama, huyu hatakiwa ndoa yake ife, huyu tumemroga biashara yake lazima ife, huyu tumemroga nyota yake lazima ife, huyu tumemroga lazima asifanikiwe. Kwa kuna watu unatembea, mchawi akikuroga akagundua huyu ili aweze kukutesa, anakupiga alama katika ulimwengu wa kiroho. Naomba unifuatilie kwenye somo langu nililofundisha hapo chini, kufuta alama za kichawi. Kwa wanakupiga alama katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukienda kwenye mkoa wote, ile alama wanaiona. Ulimwengu wa mwili huwezi iona, hata ukivua shati huwezi iona, ukifanya nini huwezi iona, lakini katika ulimwengu wa roho unakuwa na alama ya kwao. Katika ulimwengu wa roho unakuwa na alama ya kwao katika ulimwengu wa roho. Hebu tuangalie alama ya kwanza ya kichawi. Ni mchawi anampiga mtu alama, lakini pia alama au tunaweza kusema chata, wanakupiga chata za kichawi katika ulimwengu wa kiroho. Lakini tunaangalia sasa, hiyo ni sehemu ya kwanza, ili kukufuatilia kutimiza wajibu wao au kazi yao kwa wakati na kwa wepesi, ili kukuua, kuharibu maisha yako, kuharibu uchumi wako. Wanakupiga alama katika ulimwengu wa roho. Tunaenda kuangalia alama ya pili ya kichawi. Alama ya pili ya kichawi. Alama ya pili ya kichawi ni mchawi mwenyewe. Mchawi mwenyewe.
Kila mchawi kwenye paji lake la uso ana nembo ya 666. Kila mchawi yoyote aliye kwenye uchawi. Nashangaa wachawi na nyoka ambao tumkemee shetani na wenyewe na wanakemea. Wachawi na washangaa sana. Kiamba tumkemee shetani na wenyewe wanakemea. Kila mchawi huwa ana nembo 666. Kila mchawi anapigwa nembo 666. Wakati mchawi anapotembea anakuwa na ile alama ya 666, iwe ni kwenye paji lake la uso, wanamwekea kwenye paji lake la uso. Wanaweza kumwekea kwenye makalio 666. Wanaweza kumpiga mgongoni 666. Na hiki ndicho kinafanya wachawi wengi maombi yao yasijibiwe. Wachawi wengi maombi yao yasipate majibu. Maana yake anaposimama mbele za Mungu, Mungu huwa anaiona ile namba 666. Mungu akiona ile nembo 666, Mungu hawezi kumsikiza mchawi. Anaweka mbali uso wake na uso wako. Ndio maana wachawi wengi wanakutana na mateso sana. Kumbuka tunajifunza nembo za wachawi, miuri ya wachawi, chapa za wachawi katika ulimwengu wa roho. Kwa mchawi anapigwa chapa na shetani. Kwa wachawi so mnasema Freemasoni wana nembo 666, Freemasoni wana magari yao yana 666, swini na nini, na nyewe wachawi mbona mnatembea nazo kwenye uso? Na hizi nembo huwezi kuziona ulimwengu wa mwili, unaziona katika ulimwengu wa roho. Mbona mnatembea nazo kwenye makalio? Mbona mnatembea nazo kwenye mgongo? Kwa hiyo unapoenda kuomba, ita damu ya Yesu ifute hizo nembo za kichawi kwako. Ita damu ya Yesu kuondoa kila miuri ya kichawi, nembo ya kichawi waliokupiga kwenye maisha yako. Ita damu ya Yesu kufuta miuri yao ya giza ya kichawi iliyokupiga kwenye maisha yako. Hapo utashinda vita, hapo utafanikiwa. Ita damu ya Yesu, wala usikate tamaa. Ndio ukienda huku achana kushambulia, kirudi huku mara umekimbizwa kwenye ndoto, mara umevamiwa kwenye ndoto, mara nakutokea kumisituni, mara unakimbizwa usiku, mara unaota mandoto mabaya. Wamekupiga nembo yao, alama zao. Ita tu damu Yesu, nafuta alama ya kichawi kwenye mwili wangu. Chukua maji nageuza kuwa damu Yesu, kufuta alama zao. Napopitisha maji kwenye uso wangu, nafuta alama zao katika ulimwengu wa roho. Alama za kichawi walizonipiga kwenye ulimwengu wa roho, walionipiga alama za giza kwenye paji la uso, walionipiga, nafuta kwa damu ya Yesu, naondoa kwa damu ya Yesu. Utakuwa salama. Utaanza kuomba maombi, utajibiwa. Utaanza kuomba maombi, utasikilizwa na Mungu. Utaanza kuomba maombi, utatendewa na Mungu katika ulimwengu wa roho. Mtu wa Mungu, nifuatilie kwenye somo letu lijalo katika channel hii pendwa Apostle Katambi. Unaweza ukasubscribe channel hii ili wa kwanza kupata masomo yetu, ukalike na kushare. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Unaweza kunipigia namba ya simu kutoka mkoa wote, nchi yoyote, 0785 89 09 mwisho 16. Ubarikiwe sana. Amen.